Iwapo Rais William Ruto anategemea kwamba atapata kura kutoka kwa ngome zilizokuwa zake Raila Odinga, mfano Luo Nyanza, Kisii, Western, Pwani, Northeastern part of Kenya, anajidanganya. Na iwapo Rais William Ruto anategemea kwamba viongozi ambao wanaongozwa na Oburu Odinga watamletea kura aweze kuzawazisha na zile za Mlima Kenya ambazo wamekwisha ondoka kwa serikali, anajidanganya. Iwapo Rais William Ruto anategemea viongozi kama hawa ambao ni wa chama cha ODM ambao wanakimbizwa aweze kupata kura, ni heri tu aanze kufunga tu zile nguo zake zenye ziko kwa wardrobe, azipange tu pamoja, 2027 aelekee nyumbani. Mbona ninazungumza hivyo, mpenzi mtazamaji? Hauwezi ukaniambia kwamba viongozi wote wa chama cha ODM wanaoongozwa na Oburu Odinga watapigiwa kelele alafu William Ruto aweze kupata kura kutoka pale. Haiwezekani bana, haiwezekani. Hata mtoto mdogo atakueleza hilo. Mfano, siku ya leo Jumanne tarehe 17 mwezi ni wa pili, mtu mwenye anaitwa Gladys Wanga alipigiwa kelele katika kaunti ya Kisumu, Nyando constituency, wananchi wakimuimbia Babu Owino, Babu Owino one time. Mimi nikafikiri kwamba yaweze ikawa kwamba Gladys Wanga ndiye wananchi hawataki. Kwa nini? Kwa sababu hata kumlilia baba sikuona akimlilia. Hata ijapita miezi miwili mitatu, Gladys Wanga amekwisha piga chama cha ODM mnada kuelekea kwa William Ruto. Nikafikiri kwamba wananchi hawamtaki Wanga. Kidogo kidogo naona gavana wa Migori Ochilo Ayako naye anajaribu kuuza sera zake William Ruto, anapigiwa kelele, anaambiwa one time, anaambiwa babu. Kumbuka kwamba Gladys Wanga naye Achilo Ayako, gavana wa kaunti ya Migori, walikuwa pamoja naye Gladys Wanga katika kaunti ya Kisumu, Nyando, kuzungumza na wananchi eti kwamba waweze kumsupport William Ruto, eti kwamba 2027 Luo Nyanza should vote for William Ruto. Wananchi wamewakimbiza bana, wote wawili. Takelo ujumbe margi kachiel gi Kena Hero ukao wabiro ka gi jakom wa mar chama en Gladys Wanga. Wuoi makoro ni ek loch sani ni mani adieri mar wach wadwa pili wadwa dok e opposition wadwa sebedo e opposition higni te wang'ni kamani 2027 waol gi opposition jomoko wadhi e opposition wadwa loso serikali mondo wadhi kanye tuko tayari mahala ambapo Sifuna yupo na furaha. Kwa nini? Viongozi wanajaribu kuwauza wananchi kuelekea kwa serikali,
lakini wananchi hawauziki, hawataki kupigwa mnada. Kumbuka kwamba mkikuja wengi kwenye mikutano ya Gladys Wanga ndio wanaitisha pesa nyingi kutoka kwa William Ruto. Ndio, ni kitu ambacho mimi najua. Lakini wacha niweza kujiuliza mpenzi mtazamaji, iwapo Wanga alikuwa serious na mkutano wake upande wa Nyando constituency Kisumu, mbona tu kuona Anyang' Nyong'o, gavana wa kaunti ya Kisumu, akiwa amejumuika na viongozi kama vile Wanga, Achilo Ayako kwenye mkutano wa kupigia William Ruto kampeni? Unajua, kwenye Biblia tunaelezwa kwamba jiwe lililotupwa lilipata kazi kwa kona. Inaitwa kwa kona ama nini? Kuna mahala ambapo lilipata kazi. Yaani kile kitu ambacho unakiona kwamba hakina umuhimu, jua kwamba hicho kitu ambacho unakiona kwamba hakina umuhimu kiko na umuhimu wake. Hata kipindi ambapo najenga nyumba, najua kitambo nilikuwa nafanya hiyo kazi ya ujenzi. Kipindi ambapo nilikuwa kwenye shule kidogo hivi natafuta pesa, unapata kwamba kuna jiwe ambalo unaona kwamba hili tofali nimelikata, silihitaji. Sasa itafika mahala ambapo unahitaji hilo tofali ambalo umelikatakata. Itahitaji ukute kwamba umeweka tofali mzima na tofali lingine nzima, kuna kanafasi hapa ambapo kamebaki hapa katikati. Hautaweza kuhitajika tena kukata lile tofali lingine tofauti ndiposo upate nusu yake uweka hapo katikati. Utapata lile ambalo uliweza kulitupa kwamba lilikuwa baya ndilo litaingia hapo katikati. Najaribu kueleza nini mpenzi mtazamaji? Walitema viongozi wengine tu kwamba hawakuwa na maana, kina Sifuna, kina Babu Owino. Sasa hivi Babu Owino ndio wanaonekana wako na maana. Nimeona chama cha ODM kikiwalilia kina Sifuna kwamba wakililia muungano wa Sifuna kwamba tafadhali rudi kwa serikali. Kipindi ambapo wanamulilia Babu Owino ni ishara tosha kwamba wanalilia muungano mzima wa Edwin Sifuna kwamba njoo kwa ODM bana, tuweze kuunganisha ODM. Wananchi wamekataa kabisa kutusikiliza. Yaani ni jambo la aibu, kwa sababu ninaelezwa hivi mtazamaji wangu na mwelekezi wangu kutoka kaunti ya Kisumu, na nieleza bwana Ezra, unaona hawa vijana ambao wanaimbia Wanga, Achilo Ayako kwamba babu one time. Ezra, hautaamini kwamba walilipwa kila mmoja shilingi 1,000 ili kumulaki na kumsikiliza Gladys Wanga, ili Wanga apate mapicha ya kwenda kuonyesha William Ruto. Unaona? Hapa ni Kisumu, nilienda watu wakanilaki na nilikuwa nauza sera zako. Sasa Gladys Wanga ataenda kueleza nini William Ruto? Ataenda kumweleza na hizi kanda ambazo akijaribu kuzungumza na wananchi wanamwimbia one time. Ataenda kuambia nini William Ruto? Ataenda kumwambia tu kama nilikuwa nazungumza na wananchi wananiimbia Babu Owino. It is high time hawa viongozi wa chama cha ODM wakubaliane tu huu mkonda ambao wameuchukua kumpigia William Ruto kampeni kwamba aweze kuchaguliwa 2027, wananchi hawamtaki. Ni wakati sasa umefika chama cha ODM kiweza kuamua vizuri kama wanataka chama chao kiendelee kusalia hapa nchini au wanataka chama chao kiweze kuzikwa tunapoelekea katika uchaguzi wa 2027. Kwa sababu wananchi wamekataa kabisa kuwafuata kuingia kwa serikali ya Bwana Ruto. Wamekataa kabisa. Na wananchi wamekataa katakata kukubali kwamba Catherine Umanyo aweza kuchukua nafasi mpya ya katibu mkuu wa chama cha ODM na wamuondoe Edwin Sifuna. Wamekataa. The ground is hostile for anyone who is campaigning for Ruto. Sifuna mahala ambapo yupo anafurahia. Hata baba Raila Odinga mahala ambapo yupo ninajua kwamba anafurahia. Alikuwa amekasirika jinsi ambavyo viongozi walikuwa wameamua kuuzia chama ama kuuza chama chake kuelekea kwa William Ruto. Sasa hivi ninajua kwamba mahala ambapo baba yupo, kama hageuki kwa kaburi,
basi yupo na furaha jinsi ambavyo wananchi wamekataa katakata kukubali kuuzwa kuelekea kwa serikali ya Bwana Ruto. Huu ni ushindi mnaona kwake Edwin Sifuna ambaye anamuwakilisha Raila Odinga. Hakuna kitu kibaya pale kwako nyumbani, unapika chakula alafu unapata mtoto anakuambia kwamba chakula cha jirani ni kitamu, ni kizuri kuliko chetu. Huo sasa ndio mfano mzuri ambao naweza nikakwambia kwamba Gladys Wanga anapika chakula cha ODM na ameweza kufukuza Babu Owino naye Edwin Sifuna, lakini wananchi wanamwambia hichi chakula chako Gladys Wanga unatupikia sio kizuri, kile chakula cha Edwin Sifuna na Babu Owino ndicho kizuri kuliko hichi chako. Ni aibu sana. Sitaki nizungumze mengi, lakini nina ujumbe wa mwisho. Iwapo hawa ndio viongozi ambao William Ruto anategemea waweze kumtafutia kura 2027, basi William Ruto wacha aendelee kupanga nguo zake, zile suti ambazo ameweka kwa wardrobe, aenda aziangalie vizuri, aweke kwa mabagi yake, kwa sababu sioni iwapo atashinda uchaguzi 2027. Atashindaje kipindi ambapo wananchi wanapewa pesa waimbe Ruto 2 term, wanamalizia kuimba 1 term? Sioni akishinda kabisa. Momi kura.